Usiku wa kuamkia hii leo tumeweza kushuhudia tuzo kubwa kabisa barani Afrika. Ni tuzo ambazo zinawaheshimisha Waafrika wengi katika uga wa kimichezo. Sasa yapo mengi ambayo yametokea, lakini pia yako mengi ambayo yamekuwa ni furaha kubwa kwa upande wa Watanzania. Furaha kubwa kutokana na nini? Kutokana na namna ambavyo tuzo zilikuwa zinatolewa kwa siku ya jana. Bana, pongezi kwanza kwa bwana mdogo Clement Walid Mzize, wabongo wengi wanamuita Clementinho, moja kati ya siku ambayo ni bora kwake kwa siku ya jana. Story kubwa ni kwamba baada ya yeye kubeba tuzo, watu wengi pia wameibuka kwenye mitandao ya kijamii, wengi pia wakimpongeza kutokana na kile ambacho amekifanya. Lakini pia kwa upande wa mashabiki, wa upande wa pili, mashabiki wa Simba wao wakaanza kukumbushia na kuanza kuposti pia picha za miaka iliyopita. Hapa tunamzungumzia raia wa Senegal ambaye amekupita pale mitaa ya Msimbazi, bwana mdogo Pape Ousmane Sako. Moja kati ya bao ambalo aliwahi kulifunga dhidi Simba wakicheza dhidi ya ASEC Mimosa. Acrobatic nzuri kweli kweli, akipokea pasi ya Shomari Kapombe. Hatimaye kwa siku ya jana, siku ya leo asubuhi, ukipita kwenye mitandao ya kijamii utaona picha zake zikipostiwa, kwa maana kwamba mashabiki wa Simba wakisema kwamba hicho ambacho wanachokifanya Young Africans kwa wao kama Simba tayari walishafanyaga miaka ya nyuma iliyopita. Ni tuzo ambayo ameipata kwa siku ya jana kwa upande wa Clement Walid Mzize, bao lake bora dhidi ya TP Mazembe katika ushindi wa Young Africans wa mabao 3-1. Ndilo bao ambalo limekuwa bao bora barani Afrika katika msimu wa mwaka 2025. Ukweli ni kwamba Clement Walid Mzize anastahili pongezi kwa kile ambacho amekifanya na mafanikio ambayo ameweza kuyapata na tuzo ambayo ameipata pia kwa siku ya jana. Ukweli kulikuwa na shangwe kubwa mitaa ya Jangwani. Mashabiki wa Young Africans wamefurahi kwa asilimia kubwa, hususan pia kwa Watanzania wote. Hii ni heshima. Kwa nini? Anakuwa ni Mtanzania wa pili kubeba tuzo kubwa za CAF. Wa kwanza alikuwa ni Bwana Ali Samata akiwa na kikosi cha TP Mazembe miaka nyuma, ndiye ambaye amekubeba tuzo hizi kubwa kabisa, tuzo ya CAF. Na siku ya jana kwa upande wa bwana mdogo Clement Walid Mzize, mimi huwaga napenda kumuita Clementinho, naye pia inakuwa ni siku yake muhimu sana kwa siku ya jana naye kubeba tuzo. Hatimaye leo ameamka vizuri akiwa na furaha, bila shaka amepona kabisa kwa tuzo hii. Ni moja kati ya tuzo ambayo kiukweli kabisa imeiheshimisha taifa. Lazima tumpongeze bwana mdogo huyu kwa kubeba tuzo hii. Anakuwa ni Mtanzania wa pili. Pape Ousmane Sako alibeba akiwa na klabu ya Simba, lakini kumbuka yeye ni Msenegali. Sasa nyi mashabiki ambaye mnamposti sana Pape Ousmane Sako, ndio tunasema kwamba ushindani wa Simba na Yanga upo, na huu umeleta chachu kubwa sana kwenye mafanikio ya vilabu hivi vyote viwili kufanya vizuri kwenye mashindano ya hapa na pale, lakini pia mashindano ya kimataifa. Lakini ukweli ni kwamba Pape Ousmane Sako ni raia wa Senegal ambaye aliyokupita kwenye kikosi cha Simba. Hapa tunazungumzia Mtanzania Clement Walid Mzize, lakini pia kipindi hicho aliyokubeba bwana mkubwa huyu si mwingine ni bwana Ali Samata Popat ambaye aliyokubeba pia miaka ya nyuma akiwa na kikosi cha TP Mazembe. Sasa kwa namna ambavyo hizi tuzo zimetoka na namna ambavyo situation ilivyo kwa hivi sasa, tumeweza kuona shangwe limekuwa kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Huu ndio ushindani ambao tunautaka. Sasa kuna kitu ambacho nachokiona kwenye mitandao, namna ambavyo watu wanashindana. Huu ndio ambao pia unahitajika, japokuwa mashabiki wa Simba kuposti pia picha za zamani hizo za Pape Ousmane Sako, kuna watu wanaweza kaona kama ni ushamba fulani hivi. Kuna wengine wanaweza kaona kwamba kwani huyo ni Mtanzania, ni Msenegal. Ndio ni Msenegal, lakini leo kupita kwenye kikosi cha Simba, kwa maana kwamba Simba alifanikiwa akiwa na Simba katika hizo tuzo kubwa. Wanapaswa pia kujivunia, walijivunia, lakini pia kukumbushia sasa hivi so mbaya, kwa maana kwamba hiki ambacho kinaendelea ni chachu zaidi kwa wachezaji wengine ambao wanakipiga kwenye vilabu vikubwa vya Simba na Yanga kuendelea kushine kwenye hizi tuzo kubwa. Lakini pia tumeona namna ambavyo Simba nao waliingia kwenye
kinyang'anyiro hichi cha klabu bora barani Afrika. Kwenye hizi tuzo Young Africans pia tuliona wakiingia kipindi kile ambacho walifanikiwa kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika na USM Alger wakabeba kombe mbele yao. Msimu jana pia Simba amefanikiwa kufika kwenye hatua fainali ya kombe la shirikisho na hatimaye msimu akaingia kwenye kinyang'anyiro hicho cha tuzo kabla kwenda kuondolewa kabla kufika kwenye hatua ya fainali. Ukweli pia tuwapongeze wa Tanzania wako bora kwenye kupiga hizi tuzo. Namna ambavyo wanapiga kura kwenye hizi tuzo ndicho ambacho kimeweza kumpa heshima kubwa Clement Walid Mzize kutokana na bao lake kuingia kwenye hatua ya fainali. Huu ushindani ndio ambao unahitajika. Huu ushindani wa Simba na Yanga ndio ambao unahitajika. Sasa ukirudi nyuma kidogo, Simba walianza kujipambanua zaidi kwenye hii michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Wakaanza kufanya vizuri japo walianza kupigwa hamsa, lakini iliwasaidia kwenda kwenye hatua ya robo finali. Na hatimaye kwa hivi sasa kwao kwenda kwenye hatua makundi, robo finali kwao ni kawaida. Upande wa Simba kwa hivi sasa ukizungumza robo finali kwao ni kawaida kwenye michuano ya CAF, namna ambavyo wamefanikiwa kwenda back to back, kitu ambacho pia kilikuwa kinawatia hasira wananchi Young Africans. Na ndani ya hii misimu mitatu hapa tumeona Young Africans nao pia wakijipambanua kwenye michuano hii mikubwa barani Afrika. Tuliona walifanikiwa kafluka kaenda moja kwa moja mpaka kwenye hatua ya fainali ya kombe la shirikisho. Msimu unaofuata wakaenda kwenye hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wakaondoshwa na timu ya Mamelodi Sundowns. Msimu jana tumeona wamefeli, wameishia kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo hii ni chachu kubwa ambayo inawafanya na wenyewe pia waweze kufanya vizuri kutokana na nini? Kutokana na Simba namna ambavyo walikuwa wanafanya vizuri kwenye michuano na hatimaye wakawapa hamasa nao pia wakajikuta wanafanya vizuri. Kwa ushindani ni kitu muhimu haswa, ndio maana utakuja kuona kwamba Yanga na wenyewe wamechangamka kupitia Simba kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Hii ni pongezi kubwa haswa kwa vilabu vya Tanzania kutokana na siku za karibuni kufanya vizuri. Bana, usiku wa jana katika usiku wa tuzo za CAF, washindi wa tuzo za CAF mwaka 2025 walikuwa wako namna hii. Mchezaji bora wa kiume Afrika, tuzo hii ilienda kwa Ashraf Hakimi. Lakini pia mchezaji bora huyo Ashraf Hakimi anakipiga kwenye kikosi cha FC Barcelona, kwenye kikosi cha PSG ya pale Ufaransa. Lakini pia mchezaji bora wa kike Afrika iliweza kuchukuliwa, hii tuzo ilichukuliwa na Gizalane Chebak ambaye huyu ni raia wa Morocco. Lakini pia mchezaji bora wa mashindano ya vilabu vya ndani Afrika ilienda kwa Fiston Kalala Mayele, mchezaji anayekipiga kwenye kikosi cha Pyramid, raia wa DRC Congo. Moja kati ya mchezaji ambaye alikuwa bora kabisa kwenye msimu uliopita. Kipa bora tuzo imeenda kwa Yassine Bounou, ambaye huyu ni raia wa Morocco, moja kati ya kipa bora kweli ambaye ni kipa wa kikosi cha RSB Berkane. Yassine pia Bounou alidaka vizuri kabisa kwenye msimu uliopita. Lakini pia kipa bora wa kike tuzo hii imeenda kwa Chiamaka Nzoie ambaye ni raia wa Nigeria, majina kidogo kipengele. Lakini pia mchezaji chipukizi bora tuzo ilienda kwa Othmane Maama, huyu ambaye ni raia wa Morocco, mchezaji bora chipukizi alibeba tuzo kwa siku ya jana. Mchezaji mwingine chipukizi ambaye alibeba tuzo kwa upande wa wanawake ni Doha El Madani, ambaye huyu pia ni raia wa Morocco. Lakini pia kocha bora wa mwaka imeenda kwa Bubista. Huyu ni kocha wa Cape Verde, timu ya taifa ya Cape Verde. Tumeona timu ya taifa ya Cape Verde imefanikiwa sana kwa msimu huu na hatimaye akaisaidia timu hiyo ya taifa ya Cape Verde kufika kwenye hatua ya fainali ya kombe la dunia, na imeonyesha kiwango kizuri kabisa timu ya taifa Cape Verde kwa msimu huu, maana kwamba Bubista anakuwa ni kocha ambaye ameichukua timu ya kawaida na hatimaye akaifanya ikawa bora. Kwa hiyo anastahili kwa kocha bora wa mwaka. Lakini kwa upande wa timu bora ya mwaka ni Morocco chini ya umri wa miaka 20. Hii ndio timu bora ya mwaka. Timu bora pia ya wanawake ya mwaka
ni timu ya Nigeria. Hii ndio timu bora ya wanawake ya mwaka, lakini pia klabu bora ya mwaka kwenye bara la Afrika ni Pyramid. Hao ni mabingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita, lakini pia ni mabingwa wa Super Cup Afrika. Lakini pia kwa upande mwingine mwamuzi bora wa kiume, tuzo imekwenda kwa Omar pia Artan. Kwa upande wa mwamuzi bora wa kike wa CAF, tuzo imekwenda kwa Shamira Nabadal ambaye huyu ni raia wa nchini Uganda. Lakini kwa upande wa tuzo maalum za CAF imekwenda kwa rais wa Kenya William Ruto, lakini pia rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, imekwenda pia kwa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Marais hao watatu wote wameteuliwa kwa mchango wao katika kukuza soka barani Afrika. Lakini pia goli bora la mwaka la CAF, kama nilivyoanza, Clement Walid Mzeze yeye ndio amefanikiwa kuchukua tuzo hii, na kutokana na namna ambavyo Clement Walid Mzeze amefanikiwa kuchukua tuzo hii, bana, hii wiki watu wataposti sana picha za Pape Osman Sako. Shukrani sana kwa kufuatilia Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Hakikisha una subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kuendelea kupata taarifa zetu. Bye bye. Tukutane tena kwenye wakati mwingine kwa ajili ya kuyapata yale mengi ambayo tunakujuza hapa.